Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mungu ameendelea kuwa mwema kwetu. Siku ya leo tarehe 14 mwezi wa kwanza, tunamshukuru Mungu kutufikisha muda huu. Leo ni Jumatano, naenda kujibu maswali ya wasikilizaji wetu kutoka mahali mbalimbali. Naomba uungane nasi kupata majibu kutoka ndani ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Siku ya leo ninaanza kujibu swali la ndugu yetu anaitwa Henry Mnuo kutoka Dar es Salaam. Yeye ameuliza au anaomba ufafanuzi kutoka kitabu cha Zekaria 12 mstari wa 10, ambayo rejea zake zinapatikana katika Ufunuo sura ya 1. Inatupeleka kwenye rejea sura ya 1 mstari wa 7. Sasa nisome kwanza Zekaria 12 mstari wa 10, nitasoma pia na Ufunuo 1 mstari wa 7. Katika Zekaria anasema hivi: nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Katika Ufunuo 1 mstari wa 7 unasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Ndugu yetu Henry Mnuo anaomba ufafanuzi juu ya mstari hii. Yeye anasema, najua kutokana na mafundisho tuliyojifunza kwamba manabii wadogo hawakutabiri habari za mwisho wa dunia, lakini walitabiri habari za mwanzo wa kuja kwa Yesu, mwanzo wa kanisa, kipindi cha mwanzo. Hawatabiri mwisho. Ni kweli ndugu yangu Henry, uko sahihi kabisa. Zekaria ni nabii mdogo ambaye unabii wake sio wa mwisho wa mambo ya mwisho wa dunia au kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini alizungumzia habari ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Hii mistari ambayo wengi wameipotosha, mstari huu wameupotosha, wanasoma mpaka pale mwisho mstari wa 10, wanasoma mpaka 14, lakini wanapotosha maana. Huu mstari tuliosoma, Zekaria anatabiri kwamba nitawamwagia, Mungu anamwambia nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye waliyemchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Hapa watu wamefundisha kwamba wanafundisha, kuna fundisho limejengwa hapa kwamba wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili atafikia kwa Wayahudi, atashukia kwa Wayahudi. Yesu wana maana kwamba atakuja na mwili kama alivyokuja na mwili mara ya kwanza. Huo ni upotoshaji wa pili. Atashukia kwa Wayahudi, alafu Wayahudi watamuona, wataomboleza sana kwa sababu watamuona waliyemchoma, na watapata uchungu na kutubu, na ndipo watakapookolewa wote. Hii sio kweli. Zekaria alikuwa anatabiri habari za kuja kwa Yesu mara ya kwanza.
Na ndipo neema iliposhushwa. Neema haitashushwa mwisho. Neema haitashushwa wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili, wala Yesu hataleta neema mara mbili. Yesu alileta neema. Kinachozungumzwa hapa, baada ya Yesu kufa msalabani, ulimwengu wote, wanadamu wote waliomwamini, tunamwombolezea Yesu, tunamwabudu, tunalia mbele zake, tukimtazama alivyotufia, tukimtazama alivyomwaga damu yake kwa ajili yetu. Hatukuwepo sisi. Hawa wanaofundisha haya wanasema kwa kuwa ni Wayahudi ndio waliomuua, ndio watakaoomboleza. Leo tunapomwabudu Mungu, leo tunapolia mbele za Bwana, tunaomboleza kwa ajili ya kifo chake na upendo wake na damu yake iliyomwagika kwa ajili yetu. Ndio maombolezo. Ibada tunazofanya sasa ndio maombolezo. Hatukuwepo wakati wa kumuua, lakini tunalia, tunaomboleza, tunamwabudu. Kuomboleza maana yake ni kumwabudu Mungu. Tukiingia katika makanisa, watu wanaomboleza, wanatoa machozi ya uchungu. Hawakuweko wakati wa kifo cha Yesu, wala hawakusika, wala hawakushika upanga wala mkuki. Leo tunaomboleza mbele za Bwana. Sasa hawa wapotoshaji wanasema ni Wayahudi ndio waliomuua. Hata hawa Wayahudi waliopo nao hawakuwepo wakati wa kumuua Yesu. Bwana amemwaga roho ya neema juu ya wote. Neema ni juu ya wote waliomwamini Yesu. Wote wamepewa neema ya kuomboleza, ya kulia, ya kuabudu kwa ajili ya yule aliyekufa kwa ajili yetu, alichomwa kwa ajili yetu. Tunamtazama Yesu katika roho. Mafundisho haya yanasema watamtazama akiwa anakuja kule Uyahudi. Sio kweli. Sasa nipanue, ndugu yangu Enre, umeuliza mstari wa 10, mimi niongezee kupanua sasa. Mstari wa 12 unasema nayo nchi itaomboleza. Sio Wayahudi watakaoomboleza, nchi itaomboleza. Kila jamaa peke yake, na jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao, na wake zao peke yao, na jamaa ya nyumba ya Nathani peke yao, na wake zao peke yao, jamaa za nyumba ya Lawi peke yao, na wake zao peke yao, jamaa ya nyumba ya Shimei peke yao, na wake zao peke yao. Wanasema kwa kuwa haya majina ni wanataja, wanasema haya inawataja taifa la Israeli peke yao. Sasa wanafikiri wangetaja majina, huu ni mfano, angetaja majina ya kabila gani? La kwetu? La Tanzania? Huu ni mfano kwamba kila nchi katika dunia, kila watu, kila jamaa, kila mtu atamwombolezea Bwana peke yake, binafsi. Wokovu wa kumwombolezea Bwana ni binafsi, waume peke yao, wake peke yao, watoto peke yao. Ni jambo la binafsi. Je, kama ni kabila za Israeli, Shimei ni kabila, Daudi ni kabila, Nathan ni kabila. Kwa nini tunasababisha hiyo? Soma mstari wa 14. Unasema hivi, na jamaa zote zilizosalia, kila jamaa peke yake na wake zao peke yao. Jamaa zote za dunia watamwombolezea Bwana. Watu gani hao? Waliookoka. Kwa hiyo Zekaria alikuwa anatabiri baada ya kifo cha Yesu na kufa na kufuka, neema itamwagwa. Mataifa yote duniani watamwombolezea Bwana. Kumwombolezea maana yake watamwabudu Bwana, na ndio tunachoendelea nacho leo, wala sio Wayahudi. Ukienda katika kitabu cha Ufunuo kama tulivyosoma Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia. Utasemaje ni Wayahudi? Utasemaje ni Wayahudi?
na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Kabila zote za dunia, za ulimwengu, wale waliookoka, wanaomjua Mungu, dunia yote. Tunasoma maandiko mengi katika Biblia. Bwana alikuja kutawala, kumiliki dunia yote, makabila yote, wote wanamwombolezea. Tunapoabudu, iwe Afrika, Ulaya, wapi, Marekani, wanapomwabudu tunaomboleza mbele za yule aliyekufa kwa ajili yetu, aliyechomwa kwa ajili yetu. Kinachowachanganya, Biblia inasema yuaja na mawingu. Wanasema Yesu atakapokuja mara ya pili atakuja amepanda mawingu, anakuja na mawingu, atashuka na mawingu. Mawingu yanayosemwa sio mawingu ya mvua unayoyaona. Mawingu, nimezungumza mara nyingi kwamba mawingu yanazungumza atakuja na utukufu. Neno mawingu linaashiria utukufu, sio mawingu ya mvua, wala Yesu hati na mawingu unayoyajua wewe. Nikurudishe nyuma kidogo katika kitabu cha Danieli. Danieli, ingawa ni nabii mkuu aliyetabiri habari za mwisho wa dunia, lakini alitabiri pia habari za kuja kwa Yesu mara ya kwanza. Danieli anazungumza habari ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza na mara ya pili pia, kwa sababu yeye ni nabii mkuu. Katika sura ya 7 ya Danieli, Danieli anazungumzia habari ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza, kwamba na kuja kwake mara ya kwanza alikuja na mawingu. Je, Yesu alikujaje na mawingu mara ya kwanza wakati alizaliwa kwa Mariamu? Alikujaje na mawingu? Alikuja na utukufu kutoka mbinguni. Na utukufu huu watu wa mwili hawawezi kuona, watu wa kiroho wanauona Yesu kwamba alikuja na utukufu. Ndio maana hata siku ile taarifa zinaenda kwa wachungaji kondoo. Biblia inasema sauti na jeshi lilikuwa linamsifu Mungu katika roho, katika ulimwengu lisikisikika kwamba atukuzwe, maana alizaliwa, alikuja kwa utukufu. Ndio mawingu yanayosemwa katika Danieli 7:13. Nisome. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye akapewa mamlaka. Huyo aliyekuja na mawingu akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo haitapita kamwe. Je, hii mamlaka aliyopewa na ufalme na kabila zote wamtumikie na taifa zote zimtumikie na lugha zote zimtumikie, itakuwa ni kuja kwake Yesu mara ya pili au mara ya kwanza? Alipokuja kuanzisha ufalme unasemwa hapa alileta mamlaka na ufalme ili kabila zote zimtumikie na taifa zote. Sisi ni makabila na falme tunamtumikia kwa sababu Bwana ameleta ufalme. Na alipokuja alikuja na mawingu, alikuja na utukufu. Sisi tunamtumikia. Hii ilikuwa ni ujio wake wa mara ya kwanza. Wale wanaosema ni wayaize itakuja, wanataka kuhalalisha kwamba Yesu atakuja, atafikia kwa Wayahudi, alafu atamuombolezea, watatubu dhambi zao, alafu atawasomea. Sio kweli, sio kweli. Ni nchi yote, dunia yote. Hata katika Zakaria anasema na jamaa zote, kila mtu binafsi. Maana yake kuomboleza au kuabudu sio kwa jamaa, sio kwa ujumla, ni kila mtu binafsi. Ndio maana anasema jamaa na wake zao, kila mtu peke yake. Wokovu ni wa peke yako, kumwabudu Mungu na kumwombolezea. Nimejaribu kujibu hilo swali, nadhani nitakuwa nimeeleweka. Lakini umeongeza, ukiomba ndugu Henry, ukiomba hapa sio swali, ila umesapoti mafundisho tuliyofundisha, na unasema umeuona upotofu. Umeeleza kwamba katika kusoma Korintho ya kwanza 15:35 inapozungumza habari ya ufufuo,
wa wafu. Umeangalia kwenye Biblia ya mafunzo ya uzima tele, inafafanua juu ya ufufuo kwamba ufufuo maana yake Bwana atakapokuja ataifufua miili, ataiunganisha na nafsi na roho zilizotengana wakati wa kifo ili zirudiane tena. Ndio Biblia ya mafunzo inavyofasiri. Na wewe mwenyewe umeshituka, unasema huu si udanganyifu, kwa sababu maandiko yanasema mwili hautarithi. Uko sahihi. Hizo tafsiri ni potofu. Biblia inaposema ufufuo, kinacholejea kilicho cha milele, sio kilicho cha muda. Mwili, ndugu yangu, nikwambie, mwili ni wa muda. Mwili uliumbwa kwa ajili ya dunia hii, utapita na dunia hii, lakini roho ni ya milele, maana ilitoka kwa Mungu, ndio inayodumu na ndio itakayosimama mbele za Bwana, sio mwili. Tusipende mwili. Kwa kupenda mwili tunajaribu kugeuza hata Biblia. Biblia iko sahihi kabisa. Mili haiendi mbinguni. Mili ni ya muda. Mili imekuwa limited, ina mahali. Roho haifi, mwili na kufa. Mungu hatafufua mili. Hatafufua mili. Watu wanasingizia hata siku ya kufa kwa kifo cha Yesu, wanasema mbona Yesu alifufua ile mili? Biblia haisemi alifufua, anasema mili iliinuka. Kama ishara, iliinuka, haifufuki, haikufufuka. Mili ufufuo unahusu roho ya milele. Ndio maana Biblia inasema hatufi, tunalala. Sio mwili, ni roho. Mungu akubariki ndugu Henry, maswali yako. Swali lingine linakwenda kwa ndugu, huyu ni ndugu Lucas Kiswiza wa Simiu. Yeye ameweka maelezo marefu sana, lakini nitayafupisha kwa haraka. Amesema ametoa andiko katika Mwanzo 30 mstari wa 37 mpaka 39, wakati Yakobo alipotumia zile fimbo za miti milozi kugeuza rangi ya kondoo, kuwaweka mabaka. Yakobo alitumia fimbo za miti. Ameweka andiko lingine katika Wafalme 2:19. Elia alitumia chombo kipya kuponya maji yaliyokuwa yana uharibifu, yana uchungu, watu wameshindwa kuyatumia, yana mapoza. Alitumia chombo kipya kuyaponya yale maji. Ametoa andiko lingine, Wafalme 4:38. Elia alitumia unga kuponya mauti iliyokuwa ndani ya matango mwitu. Mauti iliyokuwa ndani ya matango mwitu, alitumia unga kuponya, kuondoa mauti. Ametoa andiko lingine, ndugu Kiswiza, Yohana 9 mstari wa 6. Yesu alimponya kipofu kwa kutumia tope. Baada ya hayo maswali yote, maandiko manne aliyoyatumia, swali linakuja: kwa nini Wakristo tunaogopa au kuzuiliwa kutumia vitu vya asili kama vile mizizi na majani kutibu watu na wanyama? Kama wale walitumia, mmoja alitumia fimbo, mwingine alitumia unga, mwingine alitumia chombo kipya, mwingine alitumia tope. Yesu, kwa nini sisi tunashindwa, tunaogopa kutumia vitu vya asili? Tusitumie mizizi, tusitumie majani na kadhalika kuponya miili yetu. Neno la Mungu linasema Yesu ndiye mponyaji wetu. Pamoja na kwamba Yesu ni mponyaji wetu, Yesu amesema yeye ni tabibu, na katika dunia tuna matabibu. Na ukifuatilia asili, madawa yote yanayotumika katika mahospitali, katika tiba, yanatokana na mimea, yanatokana na mizizi, yanatokana na majani, yanatokana na vitu, mimea kwa jumla tuseme.
Sasa watu wanauliza, niongezee juu ya swali lako wewe unalouliza ndugu Kiswiza. Watu wanauliza wengi, wanasema ikiwa hospitali tunatumia dawa za hospitali zinatokana na miti na mimea, kwa nini nikiwa nyumbani nisitumie mimea, nisitumie mwenyewe mimea? Kwa nini nikatazwe kwenda kwa waganga wa jadi wanaotumia mimea na miti, alafu hospitali nako na kwenda kutumia vidonge vilivyotengenezwa na mimea? Ndio swali lako, nalipanua tu. Nijibu kwa ufupi sana kwamba kwanza hawa walielekezwa. Ukisoma andiko yote tulionipa, walipewa maelekezo na Mungu, haikuwa akili yao, walipewa maelekezo. Hilo la namba moja ulijue. Utauliza, je, hiyo miti na hivyo vitu vya asili unavyokwenda kutumia umepewa maelekezo na nani? Hilo moja. Jambo lingine ni hili, unasema tunazuiliwa au tunaogopa. Dawa za hospitali wanatumia teknolojia, wanatumia science, teknolojia, uchunguzi, maabara kujua mmea huu utatibuje. Asilimia kubwa za dawa za watu wa nje wa kawaida bila kwenda hospitali, wanaotumia mizizi, majani na nini na nini, hatusemi kwamba zile dawa haziponyi, zinaponya. Hata ukienda kwa mganga wa kienyeji wa jadi unapona. Watu wengine wanafundisha, wanasema ukienda kwa mganga wa jadi huwezi kupona. Sio kweli. Tumeshuhudia wengi wanapona kwa waganga wa jadi wanaotumia mizizi na majani. Sasa kwa nini tunaogopa? Kwa nini tunazuiliwa? Asilimia kubwa za waganga au miti, maelekezo yanatoka kwa mizimu, yanatoka kwenye giza. Muulize, aliyekuambia hii miti, huu mti unaponya ni nani? Aliyekuambia nani? Ukifuatilia chanzo, asilimia kubwa kuna ibada. Dawa za watu mitaani kuna ibada, kuna namna ya ibada za kuongozwa, za kutamka ili kupata dawa. Ndio maana makanisa, ili kuepusha, nasema ni heri kuzuia kuliko kuponya, kuepusha watu wasijiingize. Mwingine anaweza kusema, mbona mimi yule mtu amenipa dawa lakini hakufanya ibada? Mbona na yule hafanyi ibada? Huwezi kujua. Kanisa limezuia watu kwenda kwenye madawa ya watu waganga kwa kutumia miti. Asilimia kubwa zina ibada, hata kama sio wote, lakini kanisa linazuia kuliko kuponya, kuliko kuponya. Hospitali, dawa za hospitali hazina ibada, zina uchunguzi, zina utafiti tu na maabara. Lakini ukienda kwa watu wa mitaani, kuna ibada, kuna namna na matamko fulani. Au hizo dawa zinapatikana, lazima zipatikane usiku, lazima zipatikane sijui saa 6 mchana, au zipatikane kwa maneno fulani, au wakati wa kuzitafuta usivae nguo ya aina fulani. Kuna namna fulani ya ibada, hata kama sio wote, basi na kumechujuka, lakini asili yake ni ibada. Ndio maana Wakristo wamekatazwa. Sio kwamba haziponi, haziponyi. Sasa chagua mwenyewe kuponywa na hao au kuponywa na Mungu. Unaweza ukachagua kuponywa na waganga ukapona, lakini katika ibada ya miungu, ibada ya shetani. Kwa hiyo watu wanasema tumezuiliwa, lakini kanisa lipo kulinda imani za watu. Tunasema ni afadhali. Wengine hata ndio maana wengine wanasema, kwani ni kinywa kidogo tu? Mbona Paulo alisema kunywa kidogo kwa ajili ya tumbo lako? Je, nini? Ni kweli mtu anaweza kunywa kidogo kwa sababu maalum, kwa maelekezo maalum. Lakini je, tuliwekea wazi? Kwa nini kanisa linakataza?
Ni heri kuzuia kuliko kutibu, kuliko kuponya. Ukiwaruhusu watu hawatakunywa kidogo, wataharibika. Ukiruhusu watu watazama katika ibada za miungu za uponyaji wa mashetani. Nirudie kuhitimisha kwamba hao wote uliowataja na maandiko walipewa maelekezo. Umemtaja hata Yesu. Yesu hatuwezi kumhoji. Hatuwezi kumhoji Yesu kwamba kwa nini umetumia tope. Na je, alirudia tena? Na mara hata hawa waliotumia unga siku hii, je, ilikuwa ni kawaida na siku nyingine atumie unga na siku nyingine atumie unga? Hili ndio linalowatesa watu hata katika Agano Jipya mpaka sasa kanisa linasumbuka. Kuna mtumishi alitumia kitambaa mara moja kwa maelekezo ya Mungu. Leo mtu ameweka ndio kawaida ya kutumia vitambaa kila siku. Yesu alitumia tope, iwe kawaida kila siku unapoponya tutumie tope. Maelekezo ya Mungu hayajirudii. Mawazo ya kibinadamu na miungu yanajirudia, inakuwa ni kawaida. Kama Mungu alikuongoza siku moja utumie maji ukaponywa, haiwi ndio njia ya kujirudia kwamba maji ndio nitakuwa napona kwa njia ya maji. Ndio maana mambo ya kibiblia hayajirudii, maongozi ya Mungu hayajirudii, maana Mungu ni mpana. Kama hatumtaki Mungu, tunataka akili zetu, tubaki tuchague kitu cha kujirudia nacho kila siku, maana ndio kawaida. Mungu atusaidie sana. Swali lake ndugu Lucas Kiswiza ameuliza swali lingine. Maswali yako yanahitaji maelekezo marefu. Wakati mwingine ninayalipua kutokana na maswali yako yanakuwa na ugumu, yanahitaji maelezo marefu sana, lakini nayafupisha. Umeuliza kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 1 mpaka 15. Unasema Musa aliambiwa kutuma wapelelezi kwenda kuipeleza nchi kutoka katika kabila, lakini umesema ila hakuambiwa, Musa hakuambiwa apeleke idadi wangapi. Pale ndivyo ilivyoandika wewe. Alafu umesema inaonekana kutoka Misri kulikuwa na kabila 13. Na uteuzi alioteua Musa aliacha kabila la Lawi halimo. Kwa nini hakuteua kutoka Walawi? Aliteua 12, lakini pamoja na 12 Lawi haimo, ambayo inafanya ni kama kuwe na kabila 13. Na kwa nini Lawi haimo katika wale walioteuliwa? Yesu alisema, Mungu alimwambia Musa ateue kutoka kila kabila, na kabila ni 12 ndio zinazojulikana, wala sio 13. Hata kama hakumwambia unipe watu 12, lakini inajulikana kwa sababu kila unaposema kabila ni 12. Mambo mengi yalitendeka katika Biblia ya kuwakilisha kabila 12. Ukisema kuwakilisha kabila manake ni 12. Elia alipanga mawe 12 kuwakilisha kabila 12. Hata kuvuka mto Yordani waliweka mawe 12 kuwakilisha kabila 12. Na mahali pengine na pengine na pengine. Hata kuhani alivaa kifuko cha kifuani chenye vito 12 kuwakilisha kabila 12. Kwa hiyo hata Mungu asiposema idadi, akikwambia kuwakilisha kabila, unajua ni 12 basi. Lakini tuje kwenye kabila la Lawi. Je, kulikuwa na kabila 13? Hili jambo nitakusaidia kwa ufupi, unaweza ukasoma mwenyewe ukapata ukweli. Nikupe maelezo mafupi yafuatayo. Yakobo ambaye ndio baba wa makabila ya Israeli, Yakobo hakuzaa wana 12. Ukisoma Biblia hakuzaa wana 12, alizaa 11. Yakobo alizaa wana 11. Haya utayaona
utayaona. Soma sura ya 29 ya Mwanzo. Ukisoma sura ya 29 ya Mwanzo, nadhani kuelekea 30, utaona watoto waliozaliwa 29 na 30. Ukisoma utaona watoto waliozaliwa na Yakobo wako 11, sio 12. Je, 12 inatokea wapi? Nimesema nitakupa tu kwa ufupi maandiko ambayo naweza yakakusaidia. Ukisoma, tusome Nyakati ya Kwanza 5. Nyakati ya Kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili. Nyakati 5 mstari wa kwanza na wa pili. Unasema hivi: na wana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli amekwekea mabano, kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli. Tena na saba isihesabiwe kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, kwani Yuda ndiye aliyeshinda miongoni mwa nduguze, na kwake ndiko alikotoka mtawala, bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Unaelewa maana ya maneno hayo? Rubeni alimkosea baba yake. Katika watoto 11 alimkosea baba yake, na alistahili awe ndiye mzaliwa wa kwanza, lakini alikataliwa kuwa mzaliwa wake wa kwanza. Akaingizwa Yusufu badala ya Rubeni, ndiye akawa mzaliwa wa kwanza. Unaona? Lakini wanabaki 11, wale 11, sio 12. Ukisoma Mwanzo 48, mengine utajitafutia mwenyewe, lakini ninataka nikupe tu picha ya haraka ya juju. Ukisoma Mwanzo 48 mstari 48, nisome 48, nianzie mstari wa kwanza mpaka wa 5 mpaka wa 6. Ikawa baada ya mambo hayo, Yusufu akaambiwa, tazama, baba yako hawezi, yani baba yako anaumwa. Baba yake nani? Yakobo. Yusufu akawatwaa wanawe wawili, watoto wake ambao ni Manase na Efraim. Hao ni watoto wa Yusufu, yani wajukuu wa Yakobo, pamoja naye akaarifiwa Yakobo ya kwamba, angalia, mwanao Yusufu anakuja kwako. Israeli akajitia nguvu, akaketi juu ya kitanda. Yakobo akamwambia Yusufu, yani Yakobo anamwambia mtoto wake Yusufu, Mungu Mwenyezi alinitokea huko Luzu katika nchi ya Kanani, akanibariki, akaniambia, mimi hapa nitakuongezea uzao wako na kukuzidisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa. Kisha nitawapa wazao wako nchi hii baada yako, kwa iwe miliki ya milele. Mstari wa 5. Basi sasa Mungu anamwagiza mwanaye Yusufu, basi tangu sasa wanao wawili uliozaliwa katika nchi ya Misri, kabla sijaja kwako Misri, ni watoto wangu, yani Efraimu na Manase watakuwa wangu, kama alivyo Rubeni na Simeoni, na wazao wako utakaozaa baada ya hawa watakuwa wako.
kwa jina la ndugu zao wataitwa katika urithi wako. Tayari Yusufu ambaye amewekwa yuko katika orodha. Kwanza kumbuka, katika 11 watoto 11 Mungu akamteua Yusufu awe ndio mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo unapoorodhesha unakuta 11 badala ya Rubeni ni Yusufu. Huyu Yusufu Yakobo anawachukua watoto wake Manase na Efraimu, anawaingiza katika orodha. 11 ongeza wawili, Manase na Efraimu, wanakuwa wangapi? Wanakuwa 13. Wanakuwa 13. Unaona, hawa wawili ni wajukuu, wanakuwa 13. Ukisoma Hesabu, niende kwa haraka maana nitapoteza muda mrefu, lakini mengine utajitafutia na kupa ufunguo ili uweze kupanuka na kusoma vizuri. Ukienda Hesabu sura ya kwanza, Hesabu sura ya kwanza, utaona ule mstari, ukisoma ule mstari wa kwanza mpaka 14 utaona orodha ya wana wa Israeli. Mstari wa kwanza mpaka 14 utaona orodha ya wana wa Israeli. Lakini orodha yote hiyo ukisoma mstari wa 10 unasema katika wana wa Yusufu, wa Efraimu, pale mbele anasema na wa Manase. Yaani Yusufu, Efraimu na Manase wanaunganishwa pamoja. Alafu hao wengine wanatajwa mmoja, lakini Yusufu anaunganishwa pamoja na watoto wake. Ukija mstari wa 20 sura hiyo ya kwanza, hesabu ya kuhesabiwa kabila za Israeli zinaanza kuorodheshwa. Walio maana sura hii inahusu watoto wa Israeli, wa makabila ya Israeli waliohesabiwa. Ukianza kusoma hesabu ya wana wa Israeli, makabila 12 ya Israeli yaliyohesabiwa, unamwona mstari wa 20 yuko Ruben, unaendelea yuko Simeoni, unamwona yuko Gadi, unamwona yuko Yuda, endelea kwenda na mistari hiyo, utamwona Isakari, utamwona Zabuloni, utamwona Yusufu, unamwona Manase. Manase ni mjukuu. Unamwona Benjamin, unamwona Dani, unamwona Asheri, unamwona Naftali. Tayari 12. Efraimu hajatajwa hapo, ameachwa. Badala yake amewekwa Manase. Ili badala ya kuwa 13 wabaki 12, jina la Efraimu pale halipo. Ukienda sehemu nyingine utaona jina la Manase halipo, lipo la Efraimu. Ukienda sehemu nyingine unaona la Efraimu halipo, liko la Manase. Sehemu nyingine halipo, limeondolewa la Manase, lipo la Efraimu. Ili wasiwe 13. Ukienda mstari wa 40 sura hiyo hiyo, mstari wa 47 sura ya kwanza ya Hesabu 47 anasema, lakini Walawi kwa kuiandama kabila ya baba zao hawakuhesabiwa katika watu hao, kwa kuwa Bwana alinena na Musa na kumwambia, hiyo kabila ya Lawi na usihesabu wala usiitie hesabu yao katika wana wa Israeli. No. Ndio maana ilivyo. Kama kwa nini hakuwachagua kutoka Lawi? Bwana Mungu alimwambia usihesabie kabila la Walawi, na wala sio kabila 13. Ndio maana utakuta ukiziweka zote kweli, ungemweka Manase, umweke na Efraimu, umweke na Walawi,
utapata hesabu inakuwa sio 13, inakuwa 14. Lakini Lawi anaondolewa, inabaki 13. Unaona mahali panatajwa Efraim, mahali panatajwa Manase. Kwa hiyo na maandiko mengine mengi sijakwambia. Nimesema swali yako yanahitaji maelezo marefu, nitapoteza muda mrefu sana. Nadhani nimekusaidia. Kama utahitaji utafiti zaidi, basi endelea na utafiti. Ezekieli Marashi kutoka Dar es Salaam anauliza, mganga akimsomesha mtoto kwa fedha za kuagua, anamsomesha mtoto wake, au kahaba kumsomesha mtoto wake kwa fedha za kahaba, au mtu anamsomesha mtoto wake kwa fedha ya pombe, mtoto huyu akiokoka haimpasi hukumu? Hili swali ni la ajabu. Kama ingekuwa hivyo, basi hata sisi tuliozaliwa kwa walevi tungetakiwa tuwe na hukumu. Kama baba yako alikuzaa kwa namna fulani, basi tungehitaji hukumu. Ndio maana manabii na mitume wameleta mafundisho yasiyokubaliana na neno la Mungu, kwamba wanaombea na mbegu imeenea mpaka makanisani. Wanasema kukomboa kizazi, unaombewa mambo, kukataa roho za mababu na mabibi sijui na nani. Hii imetoka wapi? Hii ni biashara. Na kwa sababu kila mtu anasema sijui, inawezekana baba yangu, inawezekana babu yangu, inawezekana sijui nani, nyanya yangu alifanya haya, na tubu. Wanaleta na fedha na bahasha, wanatubu madhambi ya babu, wanatubu madhambi. Nani alisema? Ni mradi unaolipa huu, lakini sio katika Mungu. Bahati nzuri umesema huyu mtoto aliyesomeshwa na fedha za dhambi, kwa jumla tuseme, alafu ameokoka. Je, hapasi hukumu? Uzuri umetamka mwenyewe, umesema akiokoka. Hata kama kungekuwa na hatia, mtu akiokoka si anafanyika kiumbe kipya, ya kale yote yanafutwa. Sasa maana ya kuokoka ni nini? Hata kama ulizaliwa katika dhambi, ukiokoka maana yake umekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamefutwa. Biblia ndivyo inavyotuambia. Watu wanaoleta kukomboa dhambi za mababu, labda ulizaliwa katika dhambi, sijui ya babu, sijui ya baba, sijui ya nani, ni mawazo ya kibinadamu. Yesu anapokuokoa habakizi kitu. Itakuwa ni tatizo lako hujatubu, inakuwa ni tatizo lako hujajitoa kwa Mungu. Hawezi kukusamehe ukaokoka akakutakasa akabakiza dhambi za babu na za vizazi vya nyuma. Hii elimu ni mpya na imewachanganya watu. Wanakombolewa kila siku, wanakombolewa. Kila anapopata matatizo watu wanamwambia inawezekana ni kwa babu, inawezekana ni kwa wajukuu zako, inawezekana. Watu wamejawa na hofu, hawana injili ya kweli ya kwamba ukiwa ndani ya Yesu Kristo ya kale yamefutwa, yote yamepita, umekuwa kiumbe kipya. Mimi nimeokoka, sijali habari ya wazazi na babu kama walifanya jambo lolote, haya nihusu. Mimi nimeokoka. Sasa iwe kusomeshwa, nimesomeshwa na dhambi na damu na fedha ya pombe, fedha ya ukahaba, alafu Mungu anihesabia hatia wakati nimeokoka. Jamani, dhambi zingekuwa, unajua sisi tuna dhambi nyingi kuliko Mungu anavyoziona dhambi. Tunafikiri dhambi nyingine ni za kupakaa tu kama mafuta, ukigusa huku umepata dhambi, si ukifanya hivi. Kama Mungu angeweka akili kama hiyo, afanye kama hiyo, tusingeokoka. Hayo ni mawazo ya kibinadamu kweli kweli. Hakuna hukumu. Kama kuna hukumu, basi ni yule aliyefanya ukahaba ndio mwenye kuhukumiwa, ni yule aliyeuza pombe ndio mwenye kuhukumiwa,
Ni yule alifanya kuagua akakusomesha, ndio hukumu yake, lakini sio ya mtoto. Tena ameokoka. Hata kama ingekuwa ni kweli utahukumiwa kwa sababu ulisomeshwa kwa dhambi ya ukaba. Sasa nimeokoka, nikiokoka ya kale si yamekwisha, yamefutwa. Tuelewe maana ya wokovu ni nini. Mheshimiwa, tuna swali la Mheshimiwa Ambokile Mwakaye kutoka Dar es Salaam. Yeye ameuliza kutokana na somo tulilofundisha la ubatizo wa maji. Anasema Yohana alisema na wabatiza kwa maji, lakini yeye ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho na moto. Je, hii haimaanishi kuwa ubatizo wa maji ulikoma? Hapana, haukukoma. Kwa sababu ungekoma Yesu asingebatizwa. Yohana alikuwa anabatiza kwa maji, ajaye nyuma yangu atabatiza kwa Roho. Yesu alipokuja naye akabatizwa. Na Yesu alipoondoka alishusha Roho Mtakatifu, aliwabatiza kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu na moto, wakabatizwa na Roho Mtakatifu. Huku wakiwa wamebatizwa na maji, wakabatizwa pia na Roho Mtakatifu. Walipoondoka na kutawanyika kwenda kuhubiri Injili, wakaendelea kubatiza. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume wamejazwa, yani wamebatizwa na Roho, waliendelea kubatiza watu. Kwa hiyo haikukoma. Ni batizo mbili, kila moja inajitegemea: ubatizo wa maji, ubatizo wa Roho. Ubatizo wa maji wamekabidhiwa wachungaji wafanye. Ubatizo wa Roho ni kazi ya Mungu mwenyewe, ni kazi ya Yesu mwenyewe anaifanya. Yesu hawezi kuja kukubatiza kwa maji. Kazi ya mchungaji ni kukubatiza kwa maji. Kazi ya Yesu ni kukubatiza kwa Roho. Ni batizo mbili zinazojitegemea. Ukisoma kitabu cha Petro ya kwanza sura ya 3 mstari wa 20 na kuendelea, utaona ubatizo unasemwa kwamba ni ishara. Hata ndugu zetu wa Agano la Kale walibatizwa kwa njia ya gharika. Ulikuwa ni mfano wa ubatizo. Na anasema ubatizo unatufanyia dhamiri safi. Petro anafundisha, anasema hautuondolei dhambi, ubatizo hautuondolei dhambi, lakini unatutengenezea dhamiri safi mbele za Bwana. Paulo katika Warumi anasema tunaunganishwa na kifo cha Yesu kwa njia ya ubatizo wa maji. Paulo katika Korintho, katika Kolosai 2:12 anasema sisi tunapokea tohara isiyo ya mikono, tohara ambayo ilikuwa ni ya wana wa Israeli. Sisi tohara yetu ni ubatizo. Kwa hiyo Yohana aliposema anawabatiza kwa maji, ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho, ilikuwa haifuti ubatizo wa maji kwamba unakoma. Hapana, vyote viwili vinaendelea. Swali lingine ndugu umeeleza kuhusu umetoa andiko lingine Korintho ya kwanza 1:17, Paulo akishuhudia kwamba Kristo hakunituma nibatize bali nihubiri Injili. Ni kweli, kila hizi ni kazi, ni wito na majukumu ambayo Mungu anatoa. Huu ni ushuhuda wa Paulo. Anasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Ni maelekezo. Paulo alifuata maelekezo, hakufuta ubatizo, lakini maelekezo. Unaweza tukalinganisha na Yohana sura ya 4. Tuangalie Injili ya Yohana sura
mstari wa kwanza, sura ya 4 mstari wa kwanza. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Yesu alikuwa anawafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Kwenye mabano mstari wa 2 unasema, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Biblia inaposema Yesu alibatiza, hakubatiza kwa mikono yake. Alikuwa na watu waliofanya kazi ya kubatiza. Kumbuka kwamba Paulo hakubatiza kwa mikono yake. Mungu hakumtuma batize kwa mikono yake, lakini hakuwa peke yake. Hakuwa peke yake. Ndio maana ya ile mstari. Swali lingine kutoka kwa Mheshimiwa Ambokile Mwakaye anauliza, je, mtu aliyemwamini Kristo kama tunavyosoma Rumi 10 mstari wa 9 na wa 10, lakini hajabatizwa, akifa hatima yake ni nini? Mtu akifa ambaye hajabatizwa. Katika somo la ubatizo nilifundisha hivi kwamba ubatizo ni ishara ya nje, ukiri wa nje. Kuna ukiri wa ndani na ukiri wa nje. Ukiri wa nje unaweza kupangwa. Kwa mfano tunapanga tutabatiza, hii ni Januari kwa mfano, kanisa inaweza likapanga tutabatiza mwezi Februari. Kwa watu waliookoka wanahitaji ubatizo. Haokoki tu kwamba umeokoka umekata shauri leo tunakubatiza. Hapana, sio hivyo. Kwamba ameokoka na kumbatiza hapo hapo. Tunapanga, ni utaratibu. Tutapanga tutakubatiza mwezi ujao, au baada ya wiki 2, au baada ya mwezi mmoja, hata baada ya miezi 2 tutakubatiza kutokana na ratiba. Huyu mtu anakufa kabla hatujambatiza. Je, hatima yake nini? Atakosa kumwona Mungu? Hapana. Kwa sababu yeye yuko tayari kubatizwa. Ni taratibu tu ambazo, lakini kama ubatizo huyo mtu tunafika mwezi wa 2, tunapanga ubatizo kama tulivyopanga, tunawaalika watu kubatizwa, yeye hataki. Tutapanga tena ubatizo labda mwezi wa 3 au mwezi wa 4, tunafanya ubatizo kwa watu wengine wanabatizwa, yeye hataki. Alafu anakufa. Itakuwaje? Hiyo tunamwachia Mungu, maana alikataa agizo. Sasa kusema Mungu atampokea au ampokei, mambo mengine hatuamui sisi, kwa sababu alikataa agizo. Lakini huyu ambaye amekufa kabla hajabatizwa kwa sababu mbalimbali, Mungu ni wa haki, hawezi kumhukumu. Kuna watu wa makanisani wengi wamekufa. Umetoa na mfano wa yule mwizi aliyesulubiwa pamoja na Yesu msalabani, na Yesu akamwambia leo hii utakuwa pamoja na peponi. Je, alibatizwa? Hakubatizwa. Mazingira yale hayakumruhusu abatizwe. Lakini asingekufa, angesamehewa, rudi atolewe msalabani, je, asingebatizwa? Angebatizwa. Kwa hiyo ubatizo hawezi kumzuia mtu kwenda kwa Mungu, kwenda kupata ufalme wa mbinguni wa milele. Hawezi, uzima wa milele hawezi. Lakini inategemeana na mazingira. Mazingira yalikuruhusu ubatizwe ukakataa, au mazingira hayakukuruhusu. Kuna watu wanakata shauri, hawana mchungaji, hawana nani. Tumekutana nao watu wengi wamekata shauri, hawana mchungaji, wanaanza kutafuta wachungaji. Je, huyo mtakifa Mungu atamuuliza mbona hukubatizwa? Hapana. Inategemeana na mazingira yako, ni kwa sababu umekataa au kwa sababu gani? Swali la mwisho kabisa linatoka kwa ndugu William Matayo wa Dar es Salaam. Yeye ameuza swali fupi, anasema ufalme ni nini? Ufalme ni nini? Nadhani umechukua katika neno. Kuna ufalme hata duniani, kuna ufalme duniani.
Hata duniani kuna nchi ambazo zinatumia ufalme, hazitumii serikali, hazitumii marais, zinatumia wafalme. Lakini swali lingenyoka tuseme ufalme wa Mungu ni nini? Ukisema tu ufalme, kwa sababu hata duniani kuna ufalme na ufalme wa Mungu pia. Lakini niseme ufalme, nikilichukua neno ufalme, ufalme ni utawala. Ufalme ni utawala. Tunaweza kusema ufalme ni serikali. Ni utawala unaotawala watu, unawasimamia watu, ndio ufalme. Enzi za nyuma hakukuwa na serikali, kulikuwa na wafalme. Hakukuwa na marais, kulikuwa na wafalme. Leo mabadiliko ya kisiasa yametokea, hata nchi zimebaki chache zinazoongozwa na wafalme. Nyingi zinaongozwa na marais. Nyingi zina serikali, hazina ufalme. Lakini kitu ni kile kile, ufalme ni utawala. Tunaposema ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu. Tunaposema ufalme wa mbinguni ni utawala, manake utawala wa kiroho. Ufalme wa Mungu manake utawala wa Mungu. Mungu anatutawala. Tuliookoka Mungu anatutawala. Tulio watu wa Mungu, Mungu ni mtawala. Anatawala ndani. Anatutawala maisha yetu, ni mtawala. Ndio ufalme wa Mungu. Tunaposema ufalme wa mbinguni manake utawala wa mbinguni, utawala wa kiroho. Tunatawaliwa ndani ya roho. Utawala wetu hauonekani, hauna majeshi, hauna sheria, hauna magereza, lakini watu wa Mungu wanatawaliwa na Mungu, tena kwa nidhamu, tena kwa heshima. Hawatendi dhambi, hawatendi maovu, hawaogopi polisi, wanamwogopa Mungu, maana ni mtawala wao. Huu unaitwa utawala wa kiroho, ufalme wa kiroho, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ufalme ni nini? Ufalme ni utawala. Mungu awabariki. Nimejaribu kujibu maswali, mengine yalikuwa na maelezo marefu, mengine nimejaribu kufupisha, lakini ninaamini umepata majibu, na mengine unayo kazi pia ya kufuatilia yale niliyojaribu kukupa, na Mungu atakusaidia na Mungu atakubariki. Niwapongeze wote mlioleta maswali, kwa sababu maswali yenu yanawasaidia na wengine ambao hawakujua. Wengine nacho ni kipawa, nao ni uwezo. Wengine wana hata darasani, kuna wengine hawaulizi maswali kabisa, lakini wanajifunza kupitia maswali ya wengine. Na utashangaa yule anayeulizwa wakati mwingine anauliza maswali haelewi, lakini wale ambao hawakuuliza wanasikiliza swali la mwingine wanaelewa zaidi kuliko hata aliyeuliza. Kwa hiyo niwapongeze wote wanaouliza, niwapongeze wote mnaosikiliza. Mungu awabariki. Hili neno la Bwana. Nahitimisha kwa kusema mimi ni mtumishi wenu mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu ni 0754041599. Namba ya mratibu wetu 0769007328. Namba ya katibu wetu ni 0677880199. Mungu awabariki sana. Amina.